asifiwe sana mtazamaji wa Maajabu TV. Karibu tena katika kipindi cha Heaven Touch Show, na kama kawaida jina langu ni Pastor Mike Sam wa Red Carpet. And the topic is breaking the altars of Baal. Hallelujah. So today we are going to break the altars of Baal. Yes. So make sure that you don't leave the show, because today the altars are going to be broken. In Jesus' name. Amen. Yes. Ni madhabahu yapi ambayo yamekuwa yakiinuka juu yako? Which are the altars that have been against you the whole of your life? So today the altars are going to be broken. In Jesus' Karibu name. sana Reverend. Yes. I welcome you again in this Heaven Touch Show. And I know as you listen this message, God is going to bless you. You will be lifted up. And some of the burdens, they will be released from you. Amen. In the name of Jesus. Amen. Kwa sababu Mungu alinipatia hii ujumbe siku ya Wednesday. Nilikuwa tu nimelala na imekuwa so much in me. Na I want to speak to you, my viewer. Yes. Na ninajua ya kwamba pale popote unayapitia, madhabahu yote inaongea kinyume na maisha yako. Amen. Siku ya leo as you receive the message, Yes, it is going to be broken in Jesus' name. Amen. Ni kwa sababu mambo nyingi tunateseka ni kwa sababu ya kutokujua. Lakini kuna mambo Mungu amekuwa akinifichulia. Na ndio nami nataka nikufichulie. Yes. Na ndio ujue ya kwamba ile madhabahu inanena kwenu, inanena kwa watoto wako, inanena kwa nyumba yenu. Ikisema hamtaolewa, ikisema hamtabarikiwa, ikisema hamtaenda na mbele. Nataka kukwambia ya kwamba Gideon alikuwa pahali pale, na Mungu akamsaidia. Na siku ya leo we are going to be the deliverers, or the miracle workers of our lives, in the name of Jesus. Kwa sababu after ujumbe hii utakuwa umekuwa delivered in Jesus name. Amen. Na somo langu litatoka katika kitabu ya Judges chapter 6, Judges 6 from verses 25 to 28. verse 25 to 28. And my pastor is going to read for us from Judges 6, Judges 25 6, to 28. yeah, 25 to 28. Amen. As I'm going to read it, remember to reach us through the numbers that are on the screen. Pia unaweza nitumia ujumbe kwa hiyo namba yangu iko hapo 07200 25948 useme ambavyo unavyotaka. So we are going to read Judges chapter 6 from verses 25 to 28. And it came to pass the same night that the Lord said unto him, Take thy father's young bullock, even the second bullock of 7 years old, and throw down the altar of Baal that thy father had, and cut down the grove that is by it. That is verse 25, verse 26. And built an altar unto the Lord thy God upon the top of this rock, in the ordered place, and take the second bullock, and offer a burnt sacrifice with the wood of the grove which thou shalt cut down. Then Gideon took 10 men of his servants, and did as the Lord had said unto him. And so it was, because he feared his father's household and the men of the city, that he could not do it by day, that he did it by night. And when the men of the city arose early in the morning, behold, the altar of Baal was cut down, that was by it, and the second bullock was offered upon the altar that was built. Our Heavenly Father, the Father of our Lord Jesus Christ, we come before thy throne of grace. We thank you because of whom you are, O God. We thank you because you are God with us. As we minister to your people, our Father, this afternoon, I pray in the name of Jesus that you are going to touch your people through this message in the name of Jesus. You are going to deliver them for the glory and honor of thy name. We thank you, Lord, and we bless you. For I pray this believing and trusting in Jesus' mighty and holy name. I have prayed and believed. Amen. Amen. My viewers, kulikuwa na kijana alikuwa anaitwa Gideon. In that chapter that you have read,
na Gideon alikuwa mtoto wa Joash. And the Bible says the children of Israel sinned against God. Yes. And God delivered them into the hands of the Midianites. Na wakati Mungu aliachilia wana wa Israeli waliteseka sana. Ni kwa sababu Midianites hawa wana wa Israeli walikuwa na lima mashamba yao. Nao Midianites or the enemy alikuwa anakuja anaharibu ngano zao mpaka siku moja Gideon akaenda akakaa katika mti unaitwa an oak tree. Na wakati alikuwa amekaa pahali pale alikuwa anatengeneza ngano alafu afiche kwa sababu the Midianites walikuwa wanakuja na kuzichukua. So the Bible says wakati alikuwa ameketi pahali pale malaika wa Mungu akakuja na akamwambia ya kwamba you are the mighty man of Bela and you are going to deliver the land of Israel. Bwana sifiwe. Siku ya leo nataka niongee na wewe mtazamaji wangu nikwambie ya kwamba unaweza kuwa mkombozi wa nyumba yenu. Unaweza kuwa mkombozi wa kanisa lenu. Unaweza kuwa mkombozi hata wa nchi yetu ya Kenya. And so Gideon wakati malaika alimwambia yeye ndiye ataokoa wana wa Israeli akashindwa aje. Ni kwa sababu alijiona akiwa mtoto mdogo. He says I'm the least in my family and our clan of Manasseh is the least. Yes. So hakuwa na uwezo, hakuwa anajiona kama anaweza kutenda kitu. Lakini Biblia inasema ya kwamba God akamwambia I am going to be with you. And God is going to be with you, my viewer. Yes. God is going to be with you, my brother, my sister. Amen. As you go to break those altars in your home. Yes. As you go to break those altars, even in your life, even in your children's life, even in your family. Yes. God is going to be with you. Praise the Lord. Amen. And so Gideon akasikia na akamwambia malaika akae pahali pale mpaka aende na arudi. Na wakati alirudi Gideon akarudi na present. Na wakati alienda the Bible says from the context that we have read Judges 6 from Judges chapter 6 from verses 25 to 28. Yes. Inasema ya kwamba Mungu akamtokea Gideon. Hiyo sasa amekubali kutumika na Mungu. Mara nyingi tunakataa kutumika na Mungu kwa sababu tunaona hatuna uwezo. Kutoka siku ya leo nataka kukuambia mtazamaji wangu ya kwamba God can use you. Haijalishi uko namna gani, haijalishi wewe ni wa umri wa kiasi gani, Mungu anaweza kukutumia. Na siku ya leo nataka kusema ya kwamba Mungu alimtokea Gideon usiku na akamwambia achukue dume mbili na aende katika shamba la baba yake kwa sababu ile miungu ilikuwa pahali pale ilikuwa ni miungu ya baba yake. Na Biblia inasema ya kwamba aliambiwa na Mungu achukue 10 men kwa sababu alikuwa alikuwa anaogopa baba yake. Amechukua dume zake anaenda kutoa sacrifice. Ni kwa sababu alikuwa ya kwanza hata ndio afunje madhabahu ya Baal. Bwana sifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba the Spirit of God ikaongea na yeye ikamwambia aende a break those idols. Kulikuwa na michongo ilikuwa pahali pale na Mungu akataka ifunjike na ikifunjika akaambiwa dume ya pili utaenda uweke moto na ile kuni ya hiyo miungu hizo kuni umefunja ukiweka katika hiyo jiwe utengeneze another sacrifice. Let me tell you my sister, my brother. Yes. It's because watu walikuja kuharibu mbegu. Watu walikuja kuharibu sacrifice. God commands us to give a sacrifice. Na kwa hivyo what happened? Aliambiwa atoe dume ya kwanza, aondoe the altar of Baal. Wakati watu wanaenda kwa waganga, wakati watu wanaenda kwa ushirikina, wanaitishwa mbuzi, kuku na mambo kadha wa kadha na hata pesa. Lakini sisi tukienda kwa Mungu tunaona a God of great mercy na tunashindwa ya kwamba madhabahu zingine haitafunjika if you are not going to give a sacrifice. Siko hapa nikuitishe pesa, siko hapa nikwambia anything, lakini niko hapa nikwambia ya kwamba
kuna sacrifices haitafunjika katika maisha yako, haitafunjika katika familia yako unless utatoa dhabihu. Ni kwa sababu wakati ile ilikuwa inapandwa, ile ilikuwa ya ushirikina, ile ilikuwa ya wachawi, ile ilikuwa ya waganga, walipanda, walitoa, walimwaga damu. Hata nasi tunahitajika kutoa sacrifice, even as far as giving. Hata ikiwa ni mchungaji na uwezo, mnunulie hata mbuzi, ukimwambia ya kwamba this is my sacrifice that I may be redeemed from the altars of my forefathers. Bwana sifiwe. Lakini kwa sababu kuna hii roho ilikuja kusema wachungaji wanapenda pesa, na ndio unaona watu wengi sana wanafinyiliwa kwa sababu wachungaji wanapenda pesa. Sio wote. Sikiza hapa mtazamaji, ya kwamba any altar, for you to break an altar, then you must build another altar. Dhabihu huwa inavunjwa na dhabihu nyingine. Hivyo kama kuna vitu ambazo ziliwekwa, kama kuna madhabahu ambayo yalijengwa yawe kinyume na wewe, ni lazima ujenge madhabahu mengine, uvunje yale na ujenge madhabahu mengine, na ili yale uweze kuya silence. Amen. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Yes, that is the message. Yes. Ufuje ya Baal, ufuje ya ushirikina, ufuje ya uchawi, ufuje ya maneno imeneno juu ya maisha yako, maybe through your uncles, through your aunts, wakasema hutaendelea. Hata watu wa kijiji yako wanaweza kukulaani na kusema hutaendelea. Watoto wako hawataendelea. Watoto wako hawatapata kazi kwa sababu kuna ile maneno wanaongea. And the Bible says that the tongue has power. Haijalishi kama ni ya mrogi, haijalishi kama ni ya mtu wa Mungu, the tongue has power. Irrespective of the words that will be spoken, they have power. So my viewers, this afternoon I want to encourage you. Ukiwa kuna madhabahu iko kwenu, ukiwa kuna madhabahu inanena, zingine zinanena ya kwamba hamtaolewa, zingine zinanena ya kwamba hamtakaa na wazee wenu, zingine zinanena kifo katika nyumba yenu, zingine zinanena kukosa na ufukara. Nataka kukuambia ya kwamba you have to raise a standard of sacrifice. Give a sacrifice to break the altar of the Baal, to break the altar ile ilinenwa. Haijalishi ilinenwa na nani, and build an altar of God in your life, in your children's life, in your church, in your family. Kwa sababu sijui inanena na nani, sijui hii message inaenda kwa nani, lakini Roho wa Mungu akanisawishi na nikawa nasikia hii message ikiwa so real in me, mpaka hata nikawa nikihubiri nikiwa nimelala. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu Mungu anataka kutoa mtu pahali. Katika kitabu ya Deuteronomy 7:5. Let me just read. Deuteronomy chapter 7 verse 5 inasema, but thus shall you deal with them. You shall destroy their altars and break down their images and cut down their groves and burn their graven images with the fire. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God has chosen you to be a special people unto himself, above all that are upon the face of the earth. Bwana sifiwe. God amekuchagua uwe a very special person. My viewers, sema, I am a very special person. I am a very special person. In the eyes of God. In the eyes of God. Amen. Because God has chosen you. This was Moses. Wakati alikuwa katika mlima Mount Zion, alikuwa anapewa amri. Na akaambiwa ya kwamba Mungu atamuondolea maadui wote. Maadui wa Amalekites, Hittites, Jebusites, wote Mungu atamuondolea. Na akamwambia ya kwamba and make sure wakati utaenda kwao au wakati unapitia kwao, usifanye covenant now. Don't make any covenant with an antichrist. Don't make a covenant with a witch. Don't make a covenant with the devil worshippers. Bwana sifiwe. Musa akaambiwa na Mungu, don't make a covenant. Na hapo tumesoma Biblia inasema ya kwamba
But thus shall you deal with them. How you are going to deal with your enemy. Destroy their altars. Yes. Destroy their images. Yes. Bwana sifiwe. Amen. And cut down the Asherah poles or the groves. Na ukikata hizo, Biblia hapo chini inasema and burn their graven images. Amen. Usichome na moto. Wengine wanaenda kwa waganga wanapewa irisi. Wengine wanaenda kwa waganga wanapewa vitu za kuwakinga. But there is no power that supersedes the power of God. Amen. So take God, be saved if you are there and you are not saved. Muamini Mungu aingie ndani yako. Yes. Akufunjie madhabahu. Na wewe ufanye ile kazi Mungu angetaka ukafanye. Ndio nyumba yako ikawe free. Yes. In Jesus name. Amen. Reverend, hapa kuna watu wanatuma message. Kuna Patrick anasema ya kwamba message iko sawa. Kuna Sara anatoa asante sana kwa message yako Sara. Kuna Ruth, nimekuona. Lawrence, nimekuona. Kuna huyo anaitwa Ngige, nimekuona. Asante sana Kananu. Kuna Abi, kuna Ibra na kuna Paris, asante sana. Kuna Jerry. Kuna mmoja hapa ananiambia kwamba umuombeni kwa sababu ya doa yake, kwa sababu yeye anasema ya kwamba amekuwa kwa doa na hiyo doa haijashika vizuri, anasema umuombe. Na kuna Maria, kuna Riz, kuna Sawanjo. That is speaking upon our children, upon our husbands, upon our wives, upon our ministries, upon our nation, every altar. We are breaking it right now in the name of Jesus. They have no power over the people of God. We pray for the peace of God in the name of Jesus. My Father, I pray in the name of Jesus that you are going to do great and mighty things through this message to your people, oh God. Deliver them, my Father, as the Bible have said, that you have given us the power and authority. I take this authority that you have given to me to command every powers of the enemy to depart from your people in the name of Jesus. I thank you, Lord, and I bless you because I know you have done it, oh God. I know we are going to receive miracles in our lives in the name of Jesus. I know we are going to receive ushindi katika maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Nataka kuomba na wewe mtazamaji wangu, ungetaka kusema ya kwamba siku ya leo ungetaka kumkubali Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Sema nyuma yangu, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekuja kwako. Nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Ondoa jina langu katika kitabu ya mauti. Uniandike katika kitabu ya uzima wa milele. Kutoka siku ya leo nimeokoka katika jina la Yesu. Nimeomba na hata nimeamini. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Thank you because kwa wale wamepeana maisha yao, you can reach us with those numbers. Numbers of Pastor Mike. My numbers, they are there on the screen. Visitor, ring us and we shall communicate. And I know God is going to do great and mighty things in our lives in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Unaweza kutupata kwa hizo namba, pia unaweza andika message za WhatsApp pale ukikosa credit ya kutupigia, na kwa kweli tutaweza kusoma message zenu na tutaweza kuwafikisha pale ambapo Mungu anataka tuwafikishe. Na kwa sababu ya wakati, siku ya Alhamisi tutakuwa na Reverend hapa. Kwa hivyo usiondoke kwenye mitambo, bado naendelea. Niko na wageni ambao wako hapo nje kwa reception. Tutakuwa nao hapa katika hiyo Heaven Touch Show. Jina langu ni Mike Samuel Red Carpet na Reverend Lucy Getao. Yes. I love you. I salute you. I love you very much. Thank you. God bless you. Thank you. Pray for us. Amen. God bless you. And God bless the proprietor of Majab TV. Amen. And the fraternity of Majab TV. Amen. And our Heaven Touch Show. Watch it. Yes. And you'll be blessed of the Lord. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.